Akizungumza na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwemo wazee, viongozi wa mila, dini mbalimbali pamoja na maafisa wa polisi, mkuu wa wilaya ya Kiteto Remedius Emmanuel anasema baada ya kupata taarifa juu ya tukio la baadhi ya watoto wa shule kuanguka na kupoteza fahamu huku wakiwataja majina watu, hali inayotishia usalama wa baadhi ya watu, alilazimika kufika eneo la Kalikala na kuchukua hatua. Wale watoto nikaenda kuwaona. Wakati nazungumza nao mbele ya mkuu wa wilaya wakaanguka pale chini. Wakaanza vile vile. Watu wakasema mkuu wa wilaya, si unaona? Alafu Mwema akaanza kutajwa hapo. Mbele ya mkuu wa wilaya. Sasa mkuu wa wilaya, si unaona? Tuache tumalize sisi. Nikaona hawa lazima niondoke nao. Kwa hiyo wale mabinti nikaondoka nao. Na wale wote waliotajwa sisi hatuendi kwa misingi ya kishirikina. Sisi kwa sababu wametajwa hivyo katusaidia ili tujue hali ikoje. Kisha hapa akatoa kauli ya serikali kuhusiana na tukio hilo. Nataka niwaeleze kwamba nafasi ya mkuu wa wilaya ni kiongozi wa usalama ndani ya wilaya. Na wenye viti wa vijiji walioko humu ndani wanalo jukumu, wao ndio wenye viti wa usalama wa vijiji. Na watendaji wa kata kama hawajui lakini wanafahamu. EATV tumezungumza na baadhi ya wazee wenye imani zao, na hapa mzee Kipilipili wa eneo la Bagamoyo Kiteto anasema. Zamani watu walikuwa wanaanguka tu. Sasa hivi watoto tahili rafiki yangu kianguka uongo. Wazee wakaenda kutizama bao watachika tu umevuka. Nao baadhi ya wananchi kuhusiana na tukio hili wanasema pamoja na kushauri serikali. Jamii yetu kwamba imeingia kwenye mambo, asilimia kubwa tunaamini shiriki, hasa ndio shiriki ndio inasababisha watoto wetu wanaharibikiwa shuleni. Ni kwamba ni swala la shiriki, watoto wanachezea sana kwa sababu skini kweli na hivi vitu vipo, hasa hata shuleni kwangu ilishawahi kutokea mtoto yuko darasani anafanya mtihani, yeye mtoto huyo alishindwa kufanya mtihani. Sio watoto wanaopoka tu kuwataja watu majina, kuleta taharuki. Serikali imekaa kimya, haina jibu sahihi. Miaka nenda rudi story inakuwa ni hii tu, watoto kuanguka mashuleni. Na tunashindwa kupata majibu sahihi kutoka wizara. Nikiripotia EATV kutoka hapa wilayani Kiteto mkoani Manyara, mimi ni Mohamed Chumvi, askari wa mwamvuli wa EATV.